Baba yetu Yesu Kristo apewe sifa tena. Kwa majina naitwa Consolata Francis, nimeokoka na baba yetu Yesu Kristo amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Naomba usimame tu na ukapate kusikiliza huu ujumbe. Usiscroll, tafadhali naomba usimame na usikilize huu ujumbe. Huu ujumbe unaweza badilisha maisha yako kabisa. Sikiliza tu hii video mpaka mwisho na usichoke. So, nataka nikapate kuwatolea testimony kuhusu hell na mkapate kujua ya kwamba hell is real na heaven is real. Ipo jehanamu ya moto. Na pia ningependa kuwatolea testimony ya jinsi nilivyokuwa kabla baba yetu Yesu Kristo aniite. Kwa maana mimi nilikuwa mtu mbaya sana, nilikuwa nimepotea duniani, lakini baba yetu Yesu Kristo akanionea huruma na akaweza kuniita na akaweza kunisamehea dhambi zangu zote za kitambo. So nisikilize tu ili ukapate kuelewa zaidi na zaidi. So dhambi yoyote aiwe, na pia nataka nikapate kutoa hii testimony, sio eti najiexpose maisha yangu, lakini nataka nitoe hii testimony ili ukapate kujua ya kwamba pia wewe unaweza samehewa. Unapotubu, baba yetu Yesu Kristo ataweza kukusamehea, kwa maana nilikuwa mtu mbaya sana na baba yetu Yesu Kristo akaweza kunisamehea. So na pia ningependa ujue ya kwamba dhambi ya aina yoyote ile ambayo uko nayo kwa saa hii haiwezi toka kwa nguvu zako. Itaweza kutoka kwa kuomba na kutubu ili baba yetu Yesu Kristo akaweze kukusamehea. Hata niwatolee hii testimony ya vile nilikuwa mbaya, kwa maana nilikuwa nimepotelea duniani na niliweza kushikilia wokovu vizuri 2019. Hapo ndio niliweza kushikilia wokovu vizuri. So endelea kutazama video na ukapate kujua safari yangu ya wokovu. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana aliweza kuniita na akaweza kunichagua ili nikapate kumtumikia. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana ni neema kubwa ambaye aliweza kunipatia ili nikapate kumtumikia. Nilikuwa muovu zaidi ya watu wengi. So ushuhuda wangu wa kwanza, kuna spirit ambayo ilikuwa inaniandama sana tangu nilikuwa mtoto mdogo, na hii spirit iliweza kunitesa sana mpaka hata nikiwa kwa ndoa bado ilikuwa inanitesa. Niliolewa 2012 na tulikuwa tumeishi na mume wangu wa ndoa karibu miaka 10 zaidi. So hii spirit nikiwa kwa ndoa bado ilikuwa inanitesa, na ni spirit ya masturbation. Sasa ni wakati wa kuaibisha shetani, kwa maana ni baba yetu Yesu Kristo aliweza kuniokoa. Na kama si baba yetu Yesu Kristo ningekuwa sasa nimekufa na ninangojea kwa baba yetu Yesu Kristo atakaporudi tena kufufua wafu na niende jehanamu. Lakini sasa nataka pia nikapate kuwatolea watu hii testimony, pia wakapate kuacha dhambi, kwa maana siku zinakaribia. So hii spirit iliniingia tangu I think nilikuwa 11-12 years na iliweza kunitesa sana kwa muda mrefu. Na ilikuja kuisha nilipojua kuomba. Nikaomba baba yetu wa mbinguni, nikamuuliza aniondolee, kwa maana ilikuwa imekuwa sugu sana. So after kuomba hiyo hamu ikaisha kabisa, na mpaka saa hii sijawahi fanya hicho kitendo tena. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo, kwa maana aliweza kuniondolea hii spirit ya masturbation. So yule ambaye anafanya masturbation, jua ni dhambi, na dhambi yoyote ile itaweza kupeleka watu jehanamu. So utaweza kuishaje? Itaweza kuisha utakapoomba na utubu, na baba yetu Yesu Kristo ataweza kukusaidia na itaweza kuisha. Na pia nilikuwa napenda kuangalia pornography. Na through pornography nilikuwa nimeanza nilikuwa napenda kuangalia pornography za lesbians, za gays, na za picha mbaya za binadamu na wanyama. Hizo ndio nilikuwa napenda kuangalia, hizo pornography. Lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana alinisaidia sana. Na nataka niwatolee hii testimony ili pia wewe ambaye umekamatwa na roho ya lesbian, roho ya gayism, roho yoyote ile ambayo inakutesa, ujue ya kwamba ukitubu baba yetu Yesu Kristo ataweza kukusamehea. Dhambi ambaye haisamehewi ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Hii ndio haiwezi samehewa. Baba yetu Yesu Kristo hawezi kusamehewa. Hii ni dhambi ya milele na milele. So utakaposikia kwa social media watu wanasema mambo kuhusu Roho Mtakatifu, afadhali ujiepushe. So hii ni dhambi ambaye haiwezi kusamehewa. Dhambi hata kama ni nyekundu kama bendera, baba yetu Yesu Kristo ako na uwezo wa kuisafisha ikapate kuwa nyeupe kama theluji. So naombeni mkapate kutubu na kujiweka tayari, kwa maana siku zinakaribia. So hii spirit iliweza kunitesa kwa muda mrefu sana.
na nilikuwa nimeanza kutamani wanawake. Though sikuenda kufanya mapenzi yoyote na wanawake, nashukuru baba yetu Yesu Kristo sana kwa maana aliweza kunisaidia na sikufanya uovu wowote na mwanamke, lakini nilikuwa nimeanza kupenda wanawake. So acha pia mkapate kunisikiliza vizuri na mkapate kuelewa na mkapate kuacha dhambi. Na watolea hii testimony pia wewe ukapate kuwa na nguvu ya kutubu na kuacha dhambi na uishi maisha matakatifu, ili baba yetu Yesu Kristo akaweze kuwaokoa na moto mkali wa jehanamu, kwa maana siku zinakaribia. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo kwa maana alinisaidia na hiyo roho ya pornography ikaisha kabisa. So na mimi nilikuwa ni mtu ambaye nikitaka kitu ni lazima nitimize kile kitu ambacho mimi mwenyewe nahitaji, kwa maana nilikuwa nafanya kazi kwa golf club na nilikuwa nimepata mzungu. Na nakumbuka huyo mzungu nilishawahi nikamkoni pesa, akanitumanishia na pia akakuja akaniletea mazawadi. So kuna roho fulani ilikuwa imeniingia, nikaenda kwa mganga. So after kwenda kwa mganga, nilikuwa nataka niende nimshikilie yule mzungu, lakini nashangaa sana, I think mganga aliharibu mambo yangu. Huyo mzungu aliweza kunitext asubuhi na mapema sana, akaniambia I'm going back to Germany, na ndio hivyo tuliweza kuachana na yule mzungu. Na pia nikapata pia mzungu mwingine, tukakuja tukaachana pia. Nikakuja pia nikapata tena mzungu mwingine, lakini most of the time sikuwa nafanya chochote na hawa watu, lakini nilikuwa nataka tu niwakule pesa. Nataka mjue mimi nilikuwa mtu mbaya na baba yetu Yesu Kristo akaweza kunisamehea ili nikapate kumtumikia. So after kupata mwingine nikakuwa na mdanganya mpaka akanitumanishia pesa. Huyo sikumbuki tuliacha ili end up vipi, but nikakuja tena nikapata mwingine. Huyo mwingine pia tukaachana, nikakuja tena nikapata mwingine ambaye alikuwa ni Mfaransa. Huyo Mfaransa nikiwa kwa ndoa pia nilikuwa na uzinifu, lakini nilikuja kuacha uzinifu after nimepata second born wangu. Nilipata second born wangu 2017, kwa maana mimi ni mama na ni mama wa watoto 5, lakini tangu nipate second born wangu sijawahi toka nje ya ndoa tena, lakini watoto wangu wote ni wa baba mmoja. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo kwa maana watoto wangu wote hakuna mtoto ambaye ni wa baba wa nje. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana. So huyo mzungu alikuwa ameniambia tukutanie mahali, ilikuwa ni Voyager Mombasa. Nakumbuka mume wangu alinibeba na pikipiki akanipeleka kazini, kwa maana nilikuwa nimemdanganya nienda kazini. After kufika kazini mimi branch nikaenda nilikuwa naenda kukutana sasa na huyu mzungu, lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo aliweza kunipigania na akaniepusha. Baba yetu Yesu Kristo alikuwa ananiepusha na mambo mengi sana. Then nikakuja nikapata tena USA. Mimi nilikuwa sasa nimekuwa con lady. Huyu USA nilimcon over 50,000. Nilimcon pesa mingi sana, lakini tukakuja tukapanga hadi vile tutakuja tutamit. Akapanga safari akatoka USA. After kufika tena mimi sikuweza kukutana na yeye. Nashukuru baba yetu Yesu Kristo kwa maana aliweza kuniepusha kukutana na yeye pia, kwa maana pia alikuwa ni mtu mzee na pia nilikuwa naweza kuexchange nudes. So huyu mtu alikuwa akitaka akiniitisha nudes, mimi namtumanishia. Nataka mjue vile nilikuwa mtu mbaya na baba yetu Yesu Kristo akaweza kuniokoa na akaweza kunisamehea, na pia wewe utaweza kusamehewa utakapotubu dhambi na makosa. Na pia nilikuwa napenda kuvaa vibaya. Nilikuwa navaa mini skirts, nilikuwa navaa mini dress. Nilikuwa na shape nzuri sana wakati huo, nilikuwa ni mrembo sana. So though sasa bado naendelea kujaribiwa, lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo anazidi kunipigania na vita ambazo nakumbana nazo, na ninaamini ya kwamba baba yetu Yesu Kristo ataweza kunishindania hizi vita, kwa maana siku zote hakuna mtihani ambao ni mrahisi. Lakini nashukuru baba yetu Yesu Kristo kwa kunipigania vita mingi katika kujaribiwa kwangu, kwa maana kila mmoja duniani ataweza kujaribiwa. Vile maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana chapter 3 verse 10, kila mmoja duniani ataweza
kujaribiwa, kwa maana ni siku za mwisho. Utaweza kujaribiwa imani yako, kama utaweza kumrudia baba yetu Yesu Kristo, ama utaweza kuchagua njia. Sai njia ni mbili ambazo tumewekewa mbele yetu. Kuna njia ni nyembamba ambayo inatupeleka uzimani, na ile pana inatupeleka upotovuni. So afadhali ukapate kufuata ile njia nyembamba. Hii nyembamba ni ngumu sana kuifuatilia, kwa maana iko na miba, iko na michongoma. Safari ya mbinguni naweza sema ya kwamba ni baba yetu Yesu Kristo ataweza kutusaidia tu tukapate kushinda, si kwa nguvu zetu, bali itakuwa ni kwa neema ya baba yetu Yesu Kristo, ili tukapate kurithi ufalme wa mbinguni. So nilikuwa navaa vibaya, nilikuwa naweza vaa shorts na expose mwili wangu, na niko na tattoo kubwa sana nilichora kwa mguu wangu. Na tattoo kubwa sana kwa mguu wangu wa right. Lakini kwa nini sikuweza kufuta hii tattoo? Ukiendelea kunisikiza utajua kwa nini sikuweza kuifuta. Ama acha niwaambie tu sasa, sikuweza kuifuta kwa maana baba yetu Yesu Kristo aliweza kunisamehea dhambi zangu za kitambo. So yule ambaye amechora tattoo, alama yoyote ya tattoo, mtu hawezi kurithi ufalme wa mbinguni unless akapate kutubu na baba yetu wa mbinguni akaweze kumsamehea, kwa maana ni alama ya shetani. So naomba ukapate kutubu, na kama baba yetu akisha kusamehea usiweze kuifuta, kwa maana kama kuchora ni uchungu, pia kufuta ni uchungu. Baba yetu akisha kusamehea dhambi na makosa ni hivyo, usiweze kwenda kuteseka tena ukiifuta, lakini ukapate kuishi maisha matakatifu na usirudie zile dhambi tena. Itakaa kama ni mbwa ambaye ametapika na akarudia matapiko yake, ama atakuwa ni nguruwe ambaye amesafishwa na akaweza kwenda kugagaa kwenye matope tena. So usirudie dhambi baba yetu Yesu Kristo atakapo kusamehea dhambi. Na kuambia hivyo kwa sababu mimi pia karibu nikufe na nitaweza kuwatolea hii testimony siku ya leo. Karibu nikufe, na nilikuwa nakufa, lakini baba yetu Yesu Kristo akanipatia chance nyingine ya kuishi duniani. Nashukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana aliweza kunipatia chance ya kuishi duniani, na pia sasa nimeanza kumtumikia tena. Nashukuru baba yetu Yesu Kristo sana. Amen. So na pia nilikuwa napenda matusi. Matusi yalikuwa ni kama salamu ya kwangu, kwa maana nilikuwa napenda matusi sana. Na pia nilikuwa napenda masengenyo. Kwa mama ambaye wanakaa wakisengenyana utanipata pale. Lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, wakati huu most of the time huwa niko kwenye maombi, kwa maana ni vita kali ambazo napigana. Naamini ya kwamba baba yetu Yesu Kristo ataweza kunisaidia, kwa maana siwezi kwenda kujichanganya kwa masengenyo tena ama kwa uovu tena. Baba yetu Yesu Kristo ili akapate kunisaidia nishinde vita hizi. So nilikuwa pia napenda kupigana. Kama si baba yetu Yesu Kristo hata ningekuwa nimeweza kuua, kwa maana kuna wakati tuliweza kupigana na mume wangu sana. After kupigana nilikuwa na hasira. Kuna meza yetu ilikuwa ya kioo, nikachukua, I think nilichukua pan ile ya kupika mandazi na nikaigonga, kama sijasahau, nikaigonga. Hiyo meza ilibaki kama vioo imesimama hivi. So kama ningeweza kumsukuma ama yeye anisukume, sijui sasa maybe kuna mmoja wetu angekuwa amekufa. Nilikuwa nikipata kikombe na mlenga nayo. Yaani nilikuwa na hasira, na vunja vitu na hasira. Lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana aliweza kunisaidia na sikuweza kuua mtu yoyote. So nilikuwa mwenye ugomvi. Mume wangu akianza kugombana na mimi pia niko juu. Lakini kama sasa ni baba yetu, kama baba yetu wa mbinguni amenisaidia, sasa mtu anaweza nitukana na nikajinyamazia. Baba yetu Yesu Kristo amenisaidia sana. So wakati mwingine tujifundishe kunyamaza. Kama mtu amekuja juu na wewe nyamaza, yeye ataona hapana, wacha tu mimi pia ninyamaze, mbona huyu mwenzangu amenyamaza? Hivyo ndio tutaweza kushinda vita zetu ambazo ni vita za dunia. So wakati huo nikakuwa mgonjwa sana. Nilikuwa nafanya kazi Nairobi na ikabidi niache kazi kwa sababu ya ugonjwa. Nilikuwa nafanya kazi Nairobi, so niliacha kazi, I think kama sijasahau niliacha kazi 2016 kwa sababu ya huo ugonjwa. So kichwa kilianza tu kutingika hivi, nilikuwa natingikanga kichwa na nikapoteza communication kabisa. Kuna vituko fulani nilikuwa nafanya kwa pua langu, so nilikuwa siwezi angalia mtu. Nikajiambia sasa nikaenda nikaomba transfer, wakanikataza. Nilikuwa nafanya kwa security fulani, na hiyo security ilikuwa inalipa vizuri sana. So
After kuomba transfer wakaninyima, wakanipandisha cheo, nikakuwa sasa na train kuwa clerk kwa ofisi. Nikaenda training, but hiyo training sikuimalizia kwa maana ile hali ilikuwa imeanza kunitesa. Ikabidi sasa niache kazi nirudiane na mume wangu. Tulikuwa tumeseparate tena na mume wangu. Nikarudi tena Mombasa. So after kukaa ikakuwa sasa hiyo hali inazidi na kuzidi. Ikaendelea kuzidi. Nilikuwa sasa nikashikwa na uoga, nikashikwa na wasiwasi. Nikiwa peke yangu niko sawa saa zingine, lakini nikitoka nje nasikia uoga, nasikia roho inaenda mbio, kichwa kinatingika hivi. Ilinitesa hiyo roho mpaka ikafikia mahali najifungia kwa nyumba, sitaki kutoka nje. So kuna mtoto wangu firstborn nilianzaga kumtuma akiwa mdogo sana. Nilianzaga kumtuma akiwa na 3 years. Namwandikia kakaratasi, anaenda ananinunulia vitu dukani. So hata kuna wakati I think maji ilipanda, akakuja akaniambia mama maji imepanda. But sasa mimi nilikuwa siwezi kutoka nje. Nilikuwa nikitaka labda mboga kama mtoto wangu ako shuleni na mtuma kiateka na namlipa. So nilispend pesa mingi sana. After hapo kuna mzee mwingine alikuja akanishawishi niende kwa mganga. Akanipelekaga kwa mganga, lakini sasa nikaona bado hiyo roho haiishi. Kumbe shetani hawezi kutoa pepo ndani ya mtu. Kwa wale ambao wanaenda kwa waganga, naomba mkapate kusikiliza ujumbe. Shetani ataenda watu wataenda kuongezea evil spirits. Utawapelekea kuku na labda hujui kwako uliweza kukula kuku lini na watoto wako. Utawapelekea mbuzi ama utapeleka hata ng'ombe na labda kwenu hata hujafuga mbuzi ama kuku. So hawa watu shetani hawezi toa pepo ndani ya mtu. Atakuibia pesa zako. Utakuwa kila wakati uko na tamaa ya kurudi kwa mganga. Maybe unaenda kwa ajili ya kazi yako, unaenda unatoa pesa, baadaye tena unashikwa na tamaa, unasema hapana, hii biashara haiendi vile nataka, unarudi tena. So utapata pesa zako mingi umepotezea kwa waganga. Kama vile mimi nilienda kwa mganga kumshika mzungu, na asubuhi akaniandikia message akaniambia anarudi zake kwao. Na I think hivyo ndio ilishanga na mzungu. So wale ambao wanaenda kwa waganga, mrudieni baba yetu Yesu Kristo na ataweza kuwasaidia. Mimi baba yetu Yesu Kristo, let's say mimi huyo mzungu nilikuwa nimempata tu kwa njia ya halali, lakini kuna tamaa ya kishetani iliniingia tena nianze kutembelea waganga, na si unaona niliweza kumpoteza yule mzungu. So hata tuendelee. So nikaanza kwenda kwa waganga, nikaona bado sifanikiwi, nikaenda tena kwa mganga mwingine. Na huko kwa waganga walikuwa wanajua niko na huduma ndani yangu, ama walijua niko na nguvu za baba yetu wa mbinguni. Niko na nguvu za baba yetu ama uwepo wa baba yetu ndani yangu. So it's like walikuwa wanaona na walikuwa wananitesa. Kuna mahali tulienda Mombasa tukakaa kwa bahari, na kufika hiyo place ilikuwa ni shida, kwa maana it's like tumeingia kwa cave. Hata ningeuliwa kule, mimi sijui kama familia yangu wangejua mimi nilikufia wapi. Maybe ningepotelea kule, familia yangu hawangejua, kwa maana nilikuwa nimeenda nikavuka feri na nikaenda mbali sana kwa huyo mganga. Nakumbuka nikiwa kwa huyo mganga, bibi ya mganga alichukua yai akanilenga kwa kichwa. Alinilenga vizuri na hiyo yai mpaka ikavunjika. Hakuna kitu uchungu kama hiyo. I think alikuwa anaemu hapa kwa utosi, lakini akanilenga kwa side. Nilisikia uchungu mwingi sana, na imagine nampelekea pesa zangu. So nikaendaga tena kwa mganga mwingine, nikaenda Kilifi. Huko sikuweza kufanikiwa. Huko Kilifi nilipewaga kijembe, na wakati hiyo sasa nilikuwa na ujauzito kama mtoto wangu second born. Nilikuwa na ujauzito wa my second born. Nikapewa kijembe, nikatafuna. Imagine nilitafuna hiyo kijembe mpaka ikaisha na nikameza. Hapo tulikuwa tunaambiwa tunapatiwa kinga. Hawa watu ni wauaji. Lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo, hata nikuwa kuzimu kwenyewe kwa waganga ama kwa shetani mwenyewe, baba yetu Yesu Kristo alikuwa pamoja na mimi na alikuwa ananitetea. Nikaona bado sifanikiwi, nikaenda mpaka Kitui. Nikaenda Kitui kwa mganga mwingine. Huko wakaniambia nimerushiwa jini. Nataka mjue ya kwamba wale ambao wanaibiwa wakiambiwa wamerushiwa jini, jueni ya kwamba jini haizi ingia kwa mwili wa binadamu. Shindwa kwa damu ya baba yetu Yesu Kristo.
So mjue ya kwamba jini haezi ingia mwili wa binadamu. Jini ni viumbe ambavyo vinafugwa, na hivyo huwa mnaibiwa, mnaambiwa labda leteni 20,000, umerushiwa jini. Labda jini anaweza sukumiwa kwako, maybe umeenda umechukua paka, maybe umeona kwa jirani paka amezaa, ukambeba ukampeleka kwako ukidhani ni pet wa kawaida, kumbe pale umepewa jini. Ama kuku, saa zingine baba yetu Yesu Kristo aliweza kunionyesha kwamba kuku pia ni aina ya jini. Ama uende uchukue kuku, useme unaenda jogo wako amet na kuku wako, kumbe pale pia umebeba jini. Ama mbuzi, pia mbuzi ni aina ya majini. Labda umechukua mbuzi, umeenda kwa jirani ukaomba mbuzi ili akaweze kumet na mbuzi wako, kumbe pia pale umesukumiwa jini. So jini hawezi kuingia mwili wa binadamu. Kilichozaliwa na mwili ni kilichozaliwa na roho ni roho, na kilichozaliwa na mwili ni mwili. So jini hawezi ingia kwa mwili wa binadamu. Naombeni mkapate kuelewa na mkapate kuacha kuibiwa na hawa waganga. So nikaambiwa pale nimerushiwa jini, na nakumbuka sana huyo mganga alinipiga na kuku kwa uso. Nilifikiria ya kwamba uso wangu umekatika. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana uso wangu au kuweza kukatika. Na nakumbuka nikienda kutolewa hilo jini, huyo mganga alikuwa amebeba kuku, kwa maana walikuwa anasema inatolewa, I think ilikuwa ni asubuhi na mapema. So huyo kuku ilifikia mahali, I think tu ilikuwa ni jini, ni kuku jini aina ya kuku. So ilifikia mahali yule kuku akakuwa weak, alikuwa anataka kukufa. So I think yule mganga alinichukia kwa sababu ya hivyo. Alikuwa ananitetesha na nampatia pesa zangu. Pesa za yule Black American, yule mtu wa USA, ziliishia kwa waganga nikitafuta vile nitaweza kupona huu ugonjwa. So niliharibu pesa mingi sana nikipeleka kwa waganga. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo alinisaidia na yule kuku, na sikuweza pasuka uso. So ile hamu ya waganga ikanishika, ikaendelea. Before nitoke Kitui nikaenda kwa mganga mwingine, lakini sikusaidika. Nilirudigi nyumbani, nilirudigi Mombasa kama niko kama mwenda wazimu. Nilikuwa nimevaa wigi yangu smart, nilirudi kama sijachana nywele. I think walikuwa wamenirushia pia roho ya wenda wazimu. So nilirudi Mombasa kama ninakaa vibaya sana. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo, kwa maana aliweza kunizuilia na uovu wao. So after kurudi Mombasa nikakaa pia, nikaanza kwenda kwa manabii. Nikisikia nabii yako mahali fulani naenda kuombewa. Nikisikia nabii yako mahali fulani naenda kuombewa. Pia baba yetu Yesu Kristo aliweza kunionyesha ya kwamba baba yetu Yesu Kristo aliponiita na nikakuja akanionyesha huduma yangu, baba yetu Yesu Kristo aliweza kunionyesha ya kwamba manabii wengi ni manabii wa kumtumikia shetani. So ndio maana sikuwa na uwezo wa kupona. Nilienda mpaka kwa nabii ambaye anajulikana Mombasa sana, lakini sikuweza kupata uponyaji. Nikazunguka kwa makanisa, sikuweza kupata uponyaji. Nakumbuka kuna pastor mwingine alikuwa ananiombea akinidunga macho, alikuwa amepress vidole kwa macho, mpaka nikamshika mkono nikamwambia, jamani unaniumiza. So kama I think nilimwambia hivyo, kama nimekosea baba yetu wa mbinguni anisamehe, lakini I think nilimwambia, jamani unaniumiza. Juu alikuwa ananidunga macho kabisa, it's like anataka kunitoboa. So nikakuja nikaenda kwa pastor mwingine. Huyo pastor ndo nilisikia amefunguka, akaambia Wakristo, mnajua Consolata anakuaga na huduma. Mimi nilikuaga natembea tu kwa waganga, sikuwa najua ni nini ambayo inanisumbua. Kumbe nilikuwa na huduma ndani yangu, na waganga walijaribu, I think waganga walijaribu kuniangamiza wakashindwa. So pia kutembea kwa hawa manabii pia walikuwa wananirushia zile evil spirits. Nikifika tena kwa nyumba, ile hali inaendelea kuwa worse, inakuwa worse na worse. Ilifikia mahali natembea kama mlevi. Nikitoka nje nasikia watu, naona wamama wananicheka. So mostly nilikuwaga nakaa nikijifungia. Saa zingine hata nilikuwa natamani nione jua, but nilikuwa nakaga nikijifungia kwa nyumba. Kuna wakati nilikuwa nijifungiaga Monday to Monday, sitoki nje. Mtoto wangu akienda shuleni, kwa maana kalikuwa kameanza
kwenda shuleni firstborn wangu, nampeana tu na pikipiki. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo, kama mtoto wangu ni kupotea, hiyo wakati angepotea na angeibiwa, nilikuwa naweza mpeana kwa pikipiki yoyote, mpaka ikafikia mahali mume wangu anaanza kugombana vile siendi shuleni kufuatilia vile mtoto. Lakini sijui kama mume wangu alikuwa anaelewa ile hali ambayo ninapitia, kwa maana mostly nilikuwa nakaa peke yangu. Kama saa zingine ameenda kazini, mimi niko peke yangu kwa nyumba, saa zingine nilikuwa najifanya kabisa niko sawa. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana aliweza kunitetea na nikakuwa nazidi kwenda kuombewa. Nikaenda kwa kanisa lingine, kwa hiyo kanisa huyo pastor pia nikakuwa nahisi ya kwamba kila wakiniombea, nilikuwa naenda ibada za katikati, kila wakiniombea naona ya kwamba wananitesa. Kuna saa zingine napigwa makofi. Kuna wakati huyo pastor alinichuna na uchungu sana. So kuna hiyo wakati nilienda kuombewa. After kuombewa, sisemi ya kwamba ni huyu pastor aliweza kuniombea na nikapona, hapana. Baba yetu Yesu Kristo ndo aliweza kunihurumia na akaona hali ambayo nilikuwa napitia na akaweza kuniponya yeye mwenyewe. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana. So wakati nilikuwa pale, niko pale naombewa, niko pale chini nimelala. So katika ulimwengu, mimi wakati huo sikuwa najua mambo ya kiroho sana, lakini nilijaribu kufungua macho nione kile ambacho kinatendeka, nikashindwa. Nilikuwa nimefunga macho hivi na nilikuwa naona miale mingi ya moto, kama vile ushawahi washa jiko na unaona cheche za moto nyingi sana. So nilikuwa nikijaribu kufungua macho na shindwa, naona zile cheche za moto. Na katika hiyo madhabahu nikaona mtu amevalia vazi nyeupe, na kuanzia hiyo siku nikapona. Nilikuwaga sina communication, nikapona. Kwa maana nikiwa hapo nilikuwa naitana the name Jesus, nilikuwa tunaitana Jesus. Lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana aliweza kuiacha enzi yake. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana aliweza kuacha enzi yake na akashuka mwenyewe na akaweza kuniponya. Nilikuwa nilikuwa natembea kama mlevi, nikaanza at least kwenda dukani, nikaanza kutembea vizuri. Communication ya pua, nilikuwa saa zingine nateseka, naongeaga nikiangalia hivi chini, kama mtu na communicate na yeye naangaliaga tu chini. So nilikuwa naona mimi nimeteseka, na sasa hiyo natamani nifanye biashara, siwezi. Sasa nikakuwa najiuliza, nitakuwa nafunga hiyo pua ndio nifanye kazi? Hata hiyo kutoka nje pia ilikuwa ni shida. So nilikuwa naona ninateseka sana. So nikapona pua. Kichwa nilikuwaga nasikiaga uoga, nikitokaga kichwa iko hivi na niko na wasiwasi, nikapona. So though kuna roho ambayo ilinisumbua sana tangu baba yetu Yesu Kristo aniponye pia ya kichwa, lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana bado napimwa imani kama nitaweza kwenda kuombewa ama nitaweza kujiombea na nipone. Lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana huwa ananisaidia kila wakati. Kama sasa inaweza toka nikaenda sokoni nikafanya shughuli zangu za kila wakati. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana kweli alinisaidia na nikaweza kupona. So nataka niwatolee hii testimony na mkapate kujua ya kwamba inaweza kuwa labda unaona unajifungia ndani, unaona uko na depression. Saa zingine si kila ugonjwa unahitaji daktari. Magonjwa mengine ni ya kiroho na ni ya kuomba. So kumbuka pale nilikuwa na every kind of evil spirit, nilikuwaga muongo, nilikuwaga na masengenyo. So hayo maroho yalikuwa yamekuja, yameniingia. Though niliweza labda ni watu wengine, watu walikuwa wanajaribu kuniua ama walikuwa wanataka kunyamazisha huduma ambayo nilikuwa nayo ndani yangu, lakini baba yetu Yesu Kristo akaweza kunitetea sana. Baba yetu Yesu Kristo aliweza kunitetea sana. So 2019 nikaendelea kwenda kanisani. 2019 nikakuwa na tubu dhambi zangu mpaka naziandika chini, nikakuwa na tubu kila wakati. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo, kwa maana aliweza kunisaidia na akaweza kuzungumza na mimi. Baba yetu Yesu Kristo aliweza kuzungumza na mimi kupitia kitabu cha 2 Peter chapter 1 verse 1 mpaka 15, na akaweza kuniaidia amenisamehea dhambi zangu za kitambo.
So namshukuru baba yetu Yesu Kristo kwa maana aliweza kunisamehea dhambi zangu na akaweza kunisaidia akanivua utu wa kale, kwa maana ningekuwa nimekufa kwenye dhambi, na akaweza kunisamehea. So after hapo nikaanza kupokea ndoto, na kila wakati nikienda kwa pasta wangu nikimuuliza, hakuwa anataka kuniambia ndoto zangu zile ambazo kunitafsiria vizuri. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana kwa maana aliweza kunitafsiria ndoto zangu na nikaweza kuelewa ya kwamba niko na huduma, kwa maana nilianza kuhubiri. Baba yetu Yesu Kristo alipoanza kuzungumza na mimi, nikaanza kuhubiri kwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Vile mnajua ya kwamba kitabu cha Revelation kinakuaga kitabu kigumu sana kuelewa, lakini nikaanza kwenda kuhubiri. Naenda kwa beach, naenda kwa soko, naenda nahubiria watu habari njema ya kurudi kwa mara ya pili kwa baba yetu Yesu Kristo. Hivyo baba yetu Yesu Kristo akanipandisha cheo, nikaanza kuhubiri kwenye makanisa, nikaanza kutembelea makanisa, na kila nikitembelea makanisa baba yetu Yesu Kristo ananionyesha makanisa ambayo yanaabudu shetani, na nimeweza kuhubiri kwa video zangu. Naombeni mkapate kuzitazama na mkapate kudownload na mkapate kushare. So after sasa baba yetu Yesu Kristo amenisamehea, naendelea na huduma yangu. Ninaendelea na huduma yangu. So kuanzia 2019 mpaka 2025 bado nilikuwa nazidi, maisha yangu imekuwa fight after fight, lakini baba yetu Yesu Kristo amenisaidia katika kila jaribu, ananiondolea, kwa sababu nimejaribiwa sana, lakini baba yetu Yesu Kristo namshukuru sana kwa maana hakuweza kuniacha nikufe, bali aliweza kuniokoa. So wacheni niwatolee hii testimony na mjue ya kwamba hell is real. Hell is real wapendwa. Yule ambaye ananitazama mjue ya kwamba hell is real. So kuna wakati nilikuwa nasoma Biblia si kitambo, ni 2025 kwa maana nimekuwa mgonjwa mwezi wa 7 2025. So nilikuwa na practice maisha matakatifu, lakini saa zingine nilikuwa karibu nianguke. Kama si baba yetu Yesu Kristo kunirekebisha, ningekuwa sasa nimeanguka na nimekufa. Lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana kwa kunitetea, na sasa bado niko hai na ameweza kunisamehea tena. Na mjue ya kwamba baba yetu Yesu Kristo ni baba mwenye msamaha, ndio maana huwa namuita baba. So nilikuwa nasoma Biblia na nikakutana na hii verse ya kwamba baba yetu Yesu Kristo ataweza kuniadhibu. Na ni ukweli, siku hazikuenda mingi sana nikakuwa mgonjwa, na nilikuwa mgonjwa sana. Nilishinda vizuri na hapa usiku ilipofika nilikuwa nalia kama mtoto, kwa maana nilikuwa mgonjwa. Nilikuwa nahisi pain nyingi sana. Ilikuwa hapa kwa kiuno na hapa kwa makalio, kwa mfupa. Hapo ndio palikuwa pananiuma. Nilikuwa nalia kama mtoto mdogo. Nakumbuka nikichukua simu na nikapigia ndugu zangu, lakini ndugu zangu wakaniignore. Niliwaambia watubu, kwa maana mimi nilijua ya kwamba naenda kukufa. Nikawaambia watubu, lakini ndugu zangu waliweza kuniignore, akaniambia ni ugonjwa ambao uko Mombasa wa chikungunya. So after hapo nikakuwa na sasa siwezi, ilinipata kwa haraka sana ugonjwa. Nikakuwa sasa siwezi kutembea, siwezi kulala. Kwanza huo usiku nilikuwa ni usiku wa maumivu, kwa maana nililia sana. The first 7 day and night, siku 7 za kwanza usiku na mchana ilikuwa nalia, nakauka mdomo. Hata kujiwekea neti nilikuwa siwezi kuamka, kwa maana nilikuwa siwezi kutembea kwa sababu ya hiyo pain. Nilikuwa siwezi kutembea. Nilikuwa siwezi kulala na side. Nilikuwa natamani sana nilale na side ama nigeuke nilale na east side, lakini nilikuwa nashindwa. Nilikuwa natamani kuamka nilale na tumbo, lakini nashindwa. Lakini hiyo place ambayo hiyo pain inatokezea ni kwa makalio na hapa kwa kiuno. Hapo ndio nilikuwa na uwezo wa kuilalia, na most of the time nilikuwa na spend nikilala. So ni uchungu mwingi sana nilikuwa nasikia.
Na nikaweza kujiuliza kama nasikia uchungu kwa mguu wangu mmoja na ingekuwa ni miguu yote miwili, nilikuwa nimekonda. Hata namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana ameweza kuniregeshea sura yangu, naendelea kurecover, kwa maana ilikuwa ni mwezi wa 7 na nimekaa muda mrefu sana nikilimp. Nilikuwa siwezi tembea vizuri straight, nilikuwa na limp, bado kuna pain ilikuwa inatokezea, lakini haikuwa kali kama ile ya kwanza. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana aliweza kunisaidia. So mimi nimekuwa nikiishi kwa imani kwa miaka mingi, kwa maana tangu hiyo 2019 nimjue baba yetu Yesu Kristo, nilikuwa sasa nimeacha kukunywa dawa. Nilikuwa nimekaa kwa muda mrefu sana, hata nikiwa mgonjwa ama watoto wangu wakiwa wagonjwa, nilikuwa nawaombea na baba yetu Yesu Kristo anawaponya. So nilikuwa nimekaa kwa muda mrefu sana bila kunywa dawa, lakini hii pain ilinifanya nikunywe dawa. Kwa maana kuna watu relatives wangu walikuja wakanichukua wakanipeleka hospitalini. After kunipeleka hospitalini nikaenda mara ya kwanza nilidungwa sindano na nikakuwa narudia sindano, lakini hii sindano sijui ilikuwa ni sindano gani, kwa maana mwili uliisha kabisa. Nilikuwa nimebaki mifupa, nikikaa chini hivi nasikia kweli nimekelea mifupa. Lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana hakuniacha nikufe. So after kurudishwa tena nilienda nikapata daktari mwingine ambaye si yule ambao nilimpata kwanza. Yeye ndo alikuwa ananishughulikia. Aliniangalia na akaniuliza ulipimwa mwisho lini? Nikamwambia twende unipime, kwa maana alikuwa anipime virusi vya ukimwi. Nikamwambia twende unipime. So yule daktari nashangaa sana, alikuwa anabishana na mimi. Kuna dawa ambayo alikuwa anataka kuniwekea, lakini nikamwambia mimi hautaniwekea hii dawa mpaka twende ukanipime. Ili take time sana tukibishana mpaka akakasirika kabisa. So sijui ni dawa gani ambayo alikuwa aniwekee. Na after kudungwa hizo masindano za hospitalini ndio mwili ukiisha kabisa. Mimi sijui, baba yetu wa mbinguni ndo anajua kile ambacho walinifanyia. So akaenda akanipima. Baadaye alikuja akakubali akanipima. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana aliweza kunisaidia na nikapatikana siko mgonjwa, siko na virusi vya ukimwi. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana huu ni ugonjwa ambao niliweza kuogopa sana, kwa vile nilikuwa naona vile watu wanakuwa wagonjwa, wanakuwa na madoadoa, wanakonda. So nilikuwa naogopa huu ugonjwa sana. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo, kwa maana aliweza kuniepusha nao. So wakanipatia madawa, nikakuwa nakuja na meza. Ikafikia mahali nikaacha kumeza zile dawa, nikaanza kujinunulia painkillers, kwa maana hizo dawa pia nilikuwa nasikia hazinisaidii. Nikakuwa nanunua painkillers. Nilikunywa painkillers mingi sana, lakini bado ile pain ilikuwa iko pale pale. Nikaachana na painkillers, nikaanza kuomba maombi, nikaanza kutubu dhambi zangu ambazo nimekosea baba yetu wa mbinguni, kwa maana kiukweli nilikuwa nimepotea. Na kama si baba yetu Yesu Kristo ningekuwa sasa nimekufa, kwa maana nilikuwa najua haki na nikaacha njia nzuri, nikaanza kufuata tena njia mbaya. Na hapo mbeleni pia nilikuwa naeneza habari njema kwa makanisa, lakini vile vile nilikuwa nimepotea. Na mtu alikuwa kama mtu ananichukia, nilikuwa nimeanza kumchukia. Kama mtu aniongeleshi, pia mimi nitaacha kumuongelesha. So hapo nilikuwa nimepotea kabisa, na nilikuwa pia nimeanza kuwa muongo tena, ambao mtumishi wa baba yetu wa mbinguni afai kuwa muongo na anafaa kuwa mtakatifu. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana aliweza kuniadhibu, na kwa maana nilikuwa nipotee na nilikuwa nikufe. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo, nikaendelea kuomba na baba yetu Yesu Kristo akaweza kunisaidia na nikaweza kupona. Ile pain mingi ikaweza kuisha. Though kulikuwa na pain kidogo ambayo ilikuwa imebaki, lakini ili take muda mrefu, kwa maana leo tuko mwezi wa 11. I think ni tarehe 3, lakini hiyo pain imekaa pale kwa muda mwingi, lakini haikuwa nyingi kama ile ya first 7 days. Ile usiku na mchana ilikuwa nalia sana. Sana. Kwa maana nakumbuka mtoto wangu aliacha kwenda shuleni, kwa maana mimi ni single mother. Wamama ambaye wanaume hawezi kuelewa juu ya pain ya mwanamke ambaye amejifungua. Ilikuwa ni zaidi ya mwanamke ambaye amejifungua. Kwa maana mimi ni mama na ni mama wa watoto 5, lakini kuna vile uchungu wa mtoto unaweza zidi na mtu akaweza kwenda akaekewa maji ya uchungu na akapushi mtoto akatoka, ama akaenda kufanywa CS, lakini huu uchungu ulikuwa pale. So nilikuwa najiuliza, jamani, utaisha lini? Lakini nikazidi kumlilia baba yetu wa mbinguni, na baba yetu wa mbinguni akanihurumia na akanisaidia nikapona. Nilikuwa siwezi kuamka kwenda chooni. So
nilikuwa nikisikia ile pain inakuja, saa zingine narudisha chakula, ama nilikuwa nakula portion kadogo ili nisiweze kwenda chooni. Kwenda haja ndogo ilikuwa ni shida kubwa sana. So nilikuwa naogopa kwenda kwa haja kubwa, so nilikuwa nakula portion kidogo. Kuna wakati nimekaa hata 1 week bila kwenda haja kubwa. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo kwa maana aliweza kunisaidia, kwa maana sijui kweli sasa ningekuwa wapi. Ilikuwa kujiosha, ilikuwa najiosha kama nimelala. Na mahali ambapo hiyo pain iko ndio ninalalia. Wapendwa, msiwahi kubali baba yetu wa mbinguni awaadhibu. Msikubali baba yetu wa mbinguni awaadhibu. So na kuna moto wa jehanamu ambao ni moto wa milele na milele, ambao watu watachomeka usiku na mchana. Na worms za jehanamu hazilali, zinauma watu usiku na mchana. So wapendwa, naomba mkapate kuchukua hatua ya kutubu. Mimi nimeweza kuja kuwaambia kwa upendo. Sijaweza kuficha vile baba yetu wa mbinguni aliweza kuniadhibu, lakini nakuja kuwaambia kwa upendo, mkapate kuishi maisha mazuri na mkapate kurudia baba yetu wa mbinguni. Moto wa jehanamu huko na ni moto wa milele na milele. Na kama huwa unaweza kuungua, maybe unapika ama unawasha kiberiti na kikakuchoma, na huo moto ni wa milele na milele. Hakuna siku utapumzika, itakuwa ni uchungu. Kumbuka mimi nilikuwa nalia na mpaka mdomo unakauka kabisa. Nilikuwa naambia mtoto wangu aniwekee maji hapo kando, at least nikunywe maji. Na kuna watu wanaogopa moshi peke yake. Moshi ukiwapiga wanasikia wanasuffocate. Na moto wa jehanamu utakuwa ni moto wa milele na milele. So naombeni mkapate kujua ya kwamba hell is real. Na hii pain ilikuwa ni pain ambayo sijawahi sikia tangu nizaliwe. Lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo hakuniacha nikufe na akanipatia second chance. Ndio maana leo hii nawatolea hii testimony ya hii pain ambayo nilikuwa nayo. So tuangalie katika kitabu cha Job chapter 5 verse 17 to 20. Job chapter 5 verse 17 to 20 inasema, happy is the person who God corrects. Do not resent it when he rebukes you. God bandages the wounds he makes. His hand hurts you and his hand heals. Time after time he will save you from harm. When famine comes, he will keep you alive, and in war protect you from death. So Ayubu mlango wa 5 mstari wa 17 hadi 20, tafsiri kwa njia ya Kiswahili inasema, tazama, yuheri mtu yule Mungu amwadhibuye. Kwa hiyo usidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi, kwani yeye huumiza lakini tena huuguza. Yeye hutia jeraha na mikono yake huponya. Yeye hatakuokoa na mateso 6, na hata katika 7 hapana uovu utakao kugusa wakati wa njaa. Atakukomboa na mauti, na vitani atakukomboa na nguvu za upanga. So nilikuwa nafanya kazi ya sales and marketing. Nilikuwa na register lines za Safaricom na register lines za Airtel. Wapendwa, dhambi huwa inatesa. Nilikuwa nimeanza kurudia dhambi na nilikuwa nateseka sana. Kuna wakati nilikuwa naweza register lines mingi, kuna wakati niliregister hata 19 lines, na ukiregister 10 hapo ndio umeuza vizuri sana, lakini nilikuwa na register more than 10 lines. Lakini kuna huu wakati nilikuwa nateseka. Nilikuwa naweza tembea nikaregister maybe ka line kamoja, nikaenda kukaa mahali nikaanza kuhuzunika. Wale ambao wanafanya sales and marketing, najua hii kazi huwa inachokesha na ni kazi ngumu sana na inaumiza. Dhambi huwa inatesa. Inaweza kuwa labda unafanya biashara yako ya kuzungusha nguo na haupati hata shilingi. Naomba umrudie baba yetu Yesu Kristo, na ama urudi na ujirekebishe, na labda ni dhambi ambayo inakutesa, na baba yetu Yesu Kristo ataweza kukusamehea. So kuna wale watu ambao wanaishi is like wanaishi kwa slums. Nilikuwa natembea kwa nyumba nyingi sana nikiregister easy lines, na watu wengi wanateseka sana. Watu wanakaa kama ambao wako katika makaburi. Huko Mombasa kuna joto, na sometimes watu wako na fan kwa nyumba, lakini hawezi kuwasha, I think inaitwa fan.
na hawezi kuwasha feni. Wanaweza ambiwa ya kwamba shetani huwa anakuletea uoga na wasiwasi. Unaweza ambiwa ya kwamba hii feni ukiwasha itakuletea ugonjwa, maybe utapata asthma, na utapata ule mtu ako na feni na awashi na anaumia pale. Na katika vyoo nyingi zinatoa harufu mbaya. It's like shetani aliweka kila mtu kwa kajeneza kake, na yule mtu hataki kujikubali. Yule mtu anafanya uovu na ajui atatokaje pale. So wale ambao wanateseka, naombeni hii habari njema ifikie maskini, mkapate kumrudia baba yetu Yesu Kristo na akapate kuwaokoa. Mtakapoanza maombi ya kutubu na kurudi kwa baba yetu Yesu Kristo, mtajaribiwa kwa muda kidogo na baba yetu Yesu Kristo, naamini ya kwamba ataweza kuwabariki na kile ambacho mliweza kuhitaji, na mwisho wake tutaweza kuridi pia ufalme wa mbinguni. So naombeni mkapate kuacha dhambi na mkapate kutubu na muishi maisha matakatifu, ili majaribu yakikuja pia baba yetu Yesu Kristo akapate kuwaokoa. Kuna wale ambao pia wako na kansa, wako na HIV, wako na magonjwa sugu. Na kuna wengine wakipona kidogo wanarudi tena. Ndio maana utapata watu wanakufa. Utapata mtu amekuwa mgonjwa, amekuwa karibu kabisa akufe, lakini baba yetu Yesu Kristo akaweza kumsaidia akapona, akapata bado ni afueni. Kumbuka pale ule mtu anatumia dawa, na badala aishi maisha mazuri, aendelee kuishi maisha mazuri, anarudia tena dhambi. Ndio maana tena unapata watu wanaenda kukufa. Baba yetu wa mbinguni amekuwa mwaminifu, anakungojea utubu, na sasa ndio wakati wa kutubu na kuacha dhambi, ili baba yetu wa mbinguni akaweze kuwahurumia na akaweze kuokoa na moto mkali wa jehanamu. Na pia tusome tuzidi kusoma Bible ili tukapate kujikumbusha. Tujikumbushe story ya tajiri na Lazaro. Acha tusome Biblia na tukapate kukumbushana. Tukiangalia katika kitabu cha Luke chapter 16, Luke chapter 16 verse 19 mpaka 31. Nisikilizeni tu na tuweze kusoma kwa pamoja ili tukapate kuelewa zaidi na zaidi. Luke chapter 16 verse 19 mpaka 31 inasema, There was once a rich man who dressed in the most expensive clothes and lived in great luxury every day. Akasema, Kiswahili inasema, akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi za zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. There was also a poor man named Lazarus, covered with sores, who used to be brought to the rich man's door. Na maskini mmoja, jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. So, hoping to eat the bits of food that fell from the rich man's table, even the dogs will come and lick his sores. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakaramba vidonda vyake. Verse 22 inasema, The poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the feast in heaven. This rich man died and was buried. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. And in Hades, where he was in great pain, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus at his side. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu na Lazaro kifuani mwake. So he called out, Father Abraham, take pity on me and send Lazarus to dip his finger in some water and cool off my tongue, because I am in great pain in this fire. Akalia akisema, He baba Ibrahimu, nihurumie, utume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Verse 25 inasema, But Abraham said, Remember my son, that in your lifetime you were given all the good things, while Lazarus got all the bad things. But now he is enjoying himself here, while you are in pain. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa.
Verse 26, besides all that, there is a deep pit lying between us, so that those who want to cross over from here to you cannot do so, nor can anyone cross over to us from where you are. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. The rich man said, then I beg you, Father Abraham, send Lazarus to my father's house. Akasema, basi baba na kuomba umtume nyumbani. Akasema, basi baba na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu. Verse 28, where I have 5 brothers, let him go and warn them, so that they at least will not come to this place of pain. Kwa kuwa ninao ndugu 5, ili akawashuhudie wasije wao pia wafike mahali hapa pa mateso. Abraham said, your brothers have Moses and the prophets to warn them. Your brothers should listen to what they say. So Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Verse 30 nasema, the rich man answered, that is not enough, Father Abraham, but if someone were to rise from death and go to them, they will turn from their sins. Akasema, la baba Abraham, lakini kama akimwendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Verse 31 inasema, but Abraham said, if they will not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone were to rise from death. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishwa hata na mtu akifufuka katika wafu. So mimi nimekuja kuwatolea hii testimony ya hell. Nafikiria kwamba mtaweza kuipokea vizuri. Mimi ni kama baba yetu, ni kama niliweza kukufa na nikafufuka, ili nikapate kuja kuambia watu ya kwamba kuna hell, kwa uchungu ambao nilikuwa naweza kusikia. So ni hayo tu kwa leo. Naombeni mkapate kusikiliza ujumbe zangu ambazo nimeweza kufichulia watu, kwa maana baba yetu Yesu Kristo aliweza kunipatia siri mingi. Kuna siri ya SHA, kuna siri ya KRA number, kuna siri ya assessment number ama ANEMIS, kuna siri ya makanisa jinsi yanavyomtumikia shetani, vile manabii wa uongo wamejaa makanisani, kuna siri ya huduma namba, kuna siri ya pesa mpya ambayo iliweza kubadilishwa 2019 na serikali, na kuna siri ya bendera zote ambazo zinapatikana pale Kibarani Mombasa, na kuna signs za devil worshippers makanisani, na pia kuna siri ya coronavirus. Naombeni mkapate kusikiliza huo ujumbe, kwa maana ni mjumbe mzuri, kwa maana baba yetu Yesu Kristo aliponiita niliweza kusikia sauti ikiniambia, ambia watu wangu watubu, siku zinakaribia. Na mimi nahudumu sana sana katika nchi yangu ya Kenya. So Wakenya wenzangu wale ambao wananisikia, mtakaposikia ujumbe wangu, naomba msiweze kunipuuza, bali mkapate kufanya vile ambavyo ninasema, kwa maana hii si huduma ambayo niliweza kusomea, bali ni baba yetu Yesu Kristo aliweza kuniita, na hakuweza kuniacha nikufe tena nikapate hii huduma yote ikapate kupotea, bali aliweza kunipatia second chance na niendelee kumtumikia. Na mshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, na nalibariki jina lake mchana wa leo, wakati na masaa mengine kama haya. Amen.